kutoka Makangala Pemba. Ahlan wasahlan. Nashukuru Mwenyezi Mungu kunijalia kuingia katika hii taasisi na mimi nikafaidika na yale mazuri yaliyomo, na insha Allah nitakuwa mjumbe wa kuweza kutangaza na kuyatangaza yote yaliyomo mazuri. Na uwepo wa madhaifu ni sifa ya maumbile ya binadamu, sababu mwanadamu hakuumbwa akiwa mkamilifu, lakini sifa ya mazuri ni jitihada ambayo kuwa iko wazi, ambayo inaonekana kwa uongozi wa taasisi hii. Jana nilikuwa na suala baada ya shekhe kuzungumzia kuuliziwa masuala mengi na karibu, na mimi nilikuwa nina suala changu kidogo ambacho kwa nilikwaza katika maisha ambacho nilikikumbuka wakati huo. Bismillah. Swali lenyewe ni kuhusiana na masuala ya wanandoa. Wanandoa. Kuna mtu ambaye alioa, lakini katika kuoa kwake ni kwamba ikiwa sasa hivi ana umri wa kama miaka minne kutoka kuna ndoa. Miaka minne ya ndoa. Alimuoa mtoto akiwa na mwaka kama 17 hivi. Lakini wamekaa katika ndoa ile mpaka juzi kutaka kuja huku katika amali yake. Ikiwa na kesi kwamba kutoka kufunga ndoa mpaka kufikia hiyo juzi ambayo kwa nataka kwamba aliwahi kukutana na mke wake ndani ya siku moja. Kwa miaka yote hii. Miaka minne. Miaka yote hii. Miaka minne. Wamekutana kimwili siku moja. Siku moja. Haya. Sasa huyu mwanamama yeye akamuuliza mumewe, mbona iko hivi? Akamwambia ni kawaida wanandoa, si kwamba wanakaa hivi kuingiana katika mwili. Na anachokifanya ni kwamba kwenye kitanda kaifanya vile kama barabara ya main road ile. Kaweka mpaka. Anakolala mume na mwanamke ni tofauti. Na ni marufuku mwanamke kusema siku moja ataweza kumgusa mumewe angalau kwa mwili. Hilo anasema sana ngozi kwa ngozi. Ngozi kwa ngozi inakuwa ni balaa kubwa linamfikia mwanamke huyo mpaka akaishia na kilio mpaka asubuhi. Na mimi katika kuhoji kwangu ni kwamba huyu mwanamume ni kwamba afya yake haimruhusu. Lakini kunifikia mimi ni kwamba yule mama alishapeleka kesi kwa mama wa yule mume, na mama wa mume akamwambia wewe ni kawaida yako unataka kumkataa mwenzako tu, lakini huna sababu. Lakini akapeleka kesi kwa mama mkwe huyo. Kwa sababu bahati mbaya ni kwamba yule kijana baba yake alishafariki. Lakini akaipeleka kesi kwa mama yake mzazi, akamwambia mwanangu subiria. Mama wa mume huyo, mama wa mke huyo. Mama wa mume yeye alitoa jawabu la kuwa wewe ni dalili ya kukataa mwenzako. Lakini mama wa mke yeye akamwambia wewe mwanangu subiria, lakini fanyeni bidii ya kutafuta dawa. Hilo ni tatizo, lakini mshauri mume wako muingie katika mkondo wa kutafuta dawa. Akaenda katika hospitali. Katika upimaji mwanamke akaambiwa wewe kizazi mbona kinakusumbua? Wewe maradhi haya ni sababu ya kizazi. Kuna hujazaa. Lakini akiendewa mwanamume kwanza hiyo kutaka kuenda hospitali mpaka kwa mbinde. Hataki. Aogopa. Na ikifikiria kwenda kule hospitali anaambiwa baba wewe una matatizo katika afya yako. Afya huko? Na kwa bahati yule baba imefikiria pahala hata kutumia dawa yeye hapendi,
hadi mradi yeye anaishi hivyo hivyo tu, na imefika pahala yule mtoto amedai kwamba nimeshindwa kuishi katika mazingira haya. Swala liko hapa, je, inapo mtoto huyu atadai kwamba mimi nimeshindwa na mazingira haya, inamlazimu kurejesha mahari kama fatwa niliyoisikia jana? Jamani, swali limesikika hilo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ukweli ni kama ifuatavyo. Endapo maanake huyo subhanallah, miaka 4 kwa lahadha moja, si ndio? Hayo ni mateso. Ukweli ni kwamba hapaswi mwanamke, kwa maana mke sasa, hapaswi mke kuvumilia kiasi hicho. Yaani sheria haimwambii maadamu wewe umeolewa, ndoa unaijua bwana, maadili yake, we mke tu kadha kadha. Hapaswi mke kustahimili muda kama huo wote, huku akiwa anateseka katika maisha ya ndoa, kwa sababu hayo ni mateso. Bora angekuwa anapigwa bakora, tungeona ni utundu fulani. Mateso ni makubwa hayo, ikiwa hilo jambo lenyewe hasa linalofanya iwe ndoa halipo. Jana tulichosema kinapishana kidogo na hichi. Kweli sheria inakubali mtu ameolewa, ameishi na mumewe miaka 2, 3, 4 kwa salama na amani, wanaenjoy maisha hivi, pengine wamepata watoto hivi, au hata kama wamekosa, lakini jambo linafanyika kwa kiwango kinachotakiwa sawa sawa. Hiyo shughulul laili inafanyika kwa kiwango kinachotakiwa. Wamekaa mwaka 1, 2, 3, pengine mume baadaye akaja kupata tatizo, akaumwa, maumivu ambayo akapelekea afya huko ikaathirika. Ni kweli katika hali kama hii Uislamu haumpi kibali cha moja kwa moja kudai talaka, na kama atadai, mume ana haki ya kusema unirejeshee mahari, baada ya kuwa aliishi akaenjoy kwa muda huo. Lakini toka amemuoa tayari mbovu kabisa, tena nyanga miaka 4, sio mchezo. Miaka anake sasa hiyo ni kama gari light off, hata ukipeleka kunyoshwa haijosheki. Kuwa light off kama hivyo, hapana, Uislamu hausemi hivyo. Nyanga kama hivyo kweli sio makusudi yetu. Makusudi yetu, Uislamu unapomwambia mwanamke astahimili, amuuguze mwenzake, ni yule ambaye wameishi, wameenjoy maisha, baadaye huko ikampata damage mwenzake, ndio Uislamu unamshauri kwamba ustahimili. Na kama atachoka ustahimilivu na mume akaona hata sikubali, kwa nini uchoke, ndio unamwambia unaweza ukamtaka akhulai, ajivue. Lakini umeshindwa wewe tokea awali ya mchezo, filimbi inapigwa, wewe umezubaa, kimya. Mmepimwa uzito sawa, mmepewa maadili ya ngumi sawa, haya box, we kimya. Eneo kama hilo kwa kweli dini haimwambii mwanamke kwamba ajivue, bali sheria inamtaka kadhi aivunje hiyo ndoa, kwa sababu haina maslah, ni mateso. Huo ndio ukweli wa fikhi ya Kiislamu. Tunampa pole huyo ndugu yetu na huyo dada yetu, akubali matokeo. Kama ni tatizo linalotibika, ajitibu, kwa sababu utakuta ndoa ikishafungika ndoa inaweza kuvunjika wakati wowote ule, ikibainika aidha mmoja wa wanandoa ana ugonjwa unaofanya ile ndoa isiwe na maana, wasiweze kuenjoy katika ndoa, au ana ugonjwa ni hatarishi katika afya yao, uhai wao. Magonjwa kama haya yakibainika hata baada ya kufunga ndoa, kumbe ana ukoma, kumbe ni muathirika, kumbe hawezi haya mambo yenyewe. Yako mambo yanayomhusu mwanamume, yako mambo ya pamoja. Kwa mfano ikibainika muathirika wa HIV ana ukoma, yeyote ikibainika, awe mwanamke au mwanamume,
na akaona hata siwezi kustahimili hatari kama hii, kibali cha sheria ndoa hiyo ivunjwe bila ya masharti. Lakini yako mengine yanamhusu mwanamke peke yake. Wako wanawake wengine kwa tatizo la kiafya alivyoumbika, katika fikhi ya kale yalidhihiri mawili. Kuna wengine wanaumbika wana aina fulani ya mnofu wa nyama unazuia kufanyika hilo jambo, wengine aina fulani ya mfupa unazuia hilo jambo. Ikiwa hivyo vitu vipo na haviwezi kutibika, kadhi ana haki ya kuvunja hiyo ndoa. Na kwa wanaume ndio hivyo, wako wengine kile kitu chenyewe kinavunwa kabisa, unakuta pale kama mwingine pamekatika kabisa, pana ishara tu kwamba palikuwa na kitu hapa, aidha kwa magonjwa, ngine na kutu anafumaniwa, mimi hata siku huyu wewe anamlima kile kitu chenyewe kinakuwa hakipo kabisa. Sasa mtu kama huyu, saa mwingine mimi kapata uimamu au nini, na hatuwezi kuwa na imamu asiokuwa na mke, anakwenda kujificha kwenye kuoa. Ikibainika yuko hivi, hiyo ndoa ivunjwe bila masharti. Au kipo hicho kitu lakini hakina kazi yoyote, kinasaidia tu wewe kwenda msalani. Mwanamke mmoja alisema na mabaya, akasema kiko kahuda, alizingatia uwepo wa jambo hilo. Na Mtume Mwenyezi Mungu pia aliozeshwa binti moja, nafikiri katika kabila la Bani Ghifar, nakumbuka hivyo, Bani Ghifar. Chukua mwanamke yule, mke kamuoa mpaka nyumbani kwake, na utaona hakufanya kama huyo mpaka baada ya miaka minne. Inaonekana siku ile ile kuja akamkuta eneo hili la nyonga ana baka kubwa linaloonyesha kwamba ana ukoma au mabalanga. Ni magonjwa ambayo madaktari wanajua yalivyoumbwa yana athari za kuambukiza, ima mabalanga au alikuta athari za ukoma. Alipomuona akamwambia la, vaa nguo zako, vaa nguo basi. Na akawaendea kuweza, akamwambia dalastumuni, mmenibambikia mimi, kumbe mtu ana shida hii. Alisema kabisa dalla nyetadilisi, mnataka kumzuga mtu. Aliwaambia kabisa dalastumuni, mmenibambikia huyu mtu, kumbe ana tatizo hili, simngesema alhiqi bihali, kanenda nyumbani basi, hakuna cha ndoa. Kwa hivyo yako baadhi ya magonjwa takriban 5 kwa wakati uliopita, na anaweza kuongezeka kwa wakati wetu, mradi tu kama ina sifa zile. Imegunduka siku na Ebola, kuna vitu gani, aadhana Allahu min dhalika, magonjwa ambaye sababu yakiwepo maisha ndoa hayana raha, ima yana unyanyapaa mkubwa, hawezi watu kusogeleana, hata kukaa kule mainzi nini, magonjwa ambayo yanaleta unyanyapaa, yanahatarisha uhai, yanazuia hilo tendo la ndoa lisifanyike, iwa analo mwanamume au mwanamke. Katika mazingira hayo, kadhi avunje hiyo ndoa maadamu watu hawakustahimiliana. Lakini kama wamekubaliana, haina shida. Inawezekana mtu kaolewa akakutwa ana hayo maambukizi ya HIV, mume akasema si, haina shida, mimi najua namna ya kujichunga na hali kama hii. Na tunakumbuka katika jamii tunawajua baadhi ya watu waathirika, wanaishi wanaendelea kuzaa na kadhalika na kadhalika. Lakini nataka niseme tu kwenye swali la mzee wetu kwamba huyo bwana, maadamu huyo binti amechoka kustahimili, kama atastahimili, dini haimwambii kwa nini unastahimili ujinga kama huu, haimwambii. Lakini kama ameshindwa kustahimili, ndoa ivunjike hiyo bila yeye kutakiwa kujivua, kwa sababu alishindwa